kuwakaribisha kabisa katika neno la Mungu. You look beautiful and you look handsome. Can you tell your neighbor you look beautiful? You look handsome. Hapo ndio sasa kinaomananga itaelewa umekaa na nani? Kama umekaa na wrong place then bahati mbaya. Yes, mtu mwingine ataambia mke wako you look what? Beautiful. Yes, but you are looking nice. You look nice from up here. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba Mungu aendelee kutuhudumia, Mungu aendelee kutushughulikia wakati tunaendelea na ibada ya leo. Ningependa tutulie kidogo, masaa imeenda, but not more than 30 minutes will be done. Sio ni sawa? Yes, I'll try my best. Niwe nimemaliza in good time. Topic yetu ya leo inasema unique opportunities. I want you to tell your neighbor unique opportunities. Unique opportunities. Unique opportunities. Unique opportunities. Kwa Kiswahili tunaweza kusema fursa za kipekee. Fursa za kipekee. Au unaweza ukasema fursa adimu. Fursa adimu. Adimu ni kitu ambacho haipatikani kila wakati. Unique opportunities. Fursa adimu. Ama nafasi za kipekee. Nafasi za kipekee. Au unaweza kusema fursa maalum. Fursa maalum. Fursa maalum. Unique opportunities. Yaani hizi ni nyakati, ni fursa ambazo sio za kawaida. Hiyo ndio somo letu la siku ya leo. Na ningependa kusema hili kwamba katika ulimwengu huu tuko na fursa za kipekee. Na pia Mungu ni wa maana sana, ni wa kipekee katika maisha yetu. Mara nyingi katika makanisa, ukienda katika makanisa yetu tunasema God is good. Unajibu namna gani? And all the time. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Yes, katika hizi fursa za kipekee ningependa tuweze kutambua kwamba Mungu ni mwema. We want to look at the real God. Mungu akiwa revealed, the real God, who he is and why his character matters today. Tungependa kutambua Mungu huyu ni wa namna gani? Mungu huyu ni wa kipekee namna gani? Ndipo tukasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, msomaji wangu leo atakuwa nani? Apewe mic. Read that mic. Msomaji. Kwa Bible Kiswahili tumepata msomaji. Wakorintho wa kwanza 1:25. Neno linasema namna gani? Msomaji. Corinthians 1:25. Yes. For the foolishness of God. For the foolishness of God. Na mseme limetokana na Mungu, Biblia inasema for the foolishness of God, yes, is wiser than men. For the foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God, is stronger than men. Kwa Kiswahili nasema kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Sisi kama hiyo Biblia inamtusi Mungu. Hii mnaonaje? For the foolishness of God. Lakini sasa kuna mtu hapo na good news Bible hapa. Yes, good news itatusaidia. Patie microphone.
Yes, apewe mic. Good news, 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Umefika hapo? Yes. 1 Corinthians 1:25. Inasema namna gani? For what seems to be God's foolishness. Hapo ndio nataka nipate ufafanuzi mzuri. For what seems to be what? God's foolishness. Ile ingine ilikuwa inasema because foolishness of God. Lakini inasema for what seems mtoto huyu anaje? Who can help this mtoto hivi sasa hivi? Anaanza kuchukua sehemu ya Mungu sasa na mahubiri, anaanza kuhubiri yake. Saidia aenda apewe nyonyo na apewe juice huko na maziwa na kunywa asikie mzuri. Thank you so much. Rudia sasa vizuri. For what seems to be God's foolishness. For what seems to be God's foolishness is wiser than human wisdom. Is wiser than human. Sasa inaanza kuleta sense sasa. What seems to be tupunguza kidogo hii hapo waache kulia. For what seems, yes hapo ni vizuri. For what seems to be God's foolishness is wiser than human wisdom. Ati kile kinaonekana kwamba ni ujinga wa Mungu, bado endelea kusoma tu, baadaye tu endelea kusoma. Is what? Is wiser than. Kwa njia nyingine tunaweza kusema wisdom ama werevu ama hekima ya mwanadamu, the most wisest man in the world is still not equal to the foolishness of God. Endelea sasa. And what seems to be God's weakness. What seems to be God's weakness is stronger than human strength. Kile kinaonekana ni unyonge wa Mungu bado ni yenye nguvu zaidi ya mwanadamu, ya nguvu za mwanadamu. You can see where we are now, our position with the position of God. Hiyo ndio nikipenda tuweze kuangalia siku ya leo, kwamba foolishness of God is more than wisdom of human being. Na ni muhimu tuweze kujua jinsi Mungu alivyo attributes na nguvu za Mungu, nguvu za imani na ushujaa, ili tuweze kuabudu Mungu kwa njia ya kipekee. Kwa sababu kutoka kitabu cha Mwanzo, ukianzia Mwanzo usome mpaka Revelation, Mungu anajidhihirisha mwenyewe katika tabia zake. Sio nguvu zake peke yake, lakini anajidhihirisha katika tabia zake. Ellen G. White anasema hivi katika kitabu kinaitwa Step to Christ. Kuna kitabu kadogo kinaitwa Step to Christ. Ellen G. White anasema the contemplation of the love of God manifested in Christ will stir the soul and transform character. Ni kwamba kupitia kwa upendo wa Mungu, ukijitambulisha kupitia kwa Yesu Kristo, unaweza kukoroga na kufuruga mioyo na kubadilisha tabia zetu. Leo ningependa tuweze kuangalia unique opportunities katika tabia ya nani? Ya Mungu. Lakini kabla hujafanya hivyo, tuweze kupata ombi. Bwana, tunakuja mbele zako tuweze kutambua jinsi walivyo. Tungependa kuona ukuu wako, jinsi tunaweza kutumia fursa hizo katika maisha yetu, katika kazi zako na katika kujiandaa kwa ajili ya ufalme wako mara ya pili. Katika Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kupendwa, Mungu anapatikana kila mahali. God is omnipresent. Number one, God is anapatikana kila mahali. Hii itatusaidia kuweza kuelewa. Wakati tunatenda maneno, unafanya mambo, unafanya maneno, ujue kwamba Mungu anapatikana kila mahali. Kuna mtu aliuliza siku moja kama shetani je, naye anapatikana kila mahali? What do you think? Nikasikia mwingine anasema hapana, shetani hapatikani kila mahali. It's not. What do you think? Kila mahali. Mbona mnashangaa?
Yes, ndio shetani anapatikana kila mahali, lakini sio kila mahali. Haya, nimeharibu tena. Shetani anapatikana kila mahali, lakini sio kila mahali. Ameruhusiwa katika sehemu mbalimbali, lakini katika ulimwengu huu bila anakutempt wewe saa hizi, anatempt mtu wapi? Marekani. Ako wapi? Egypt. Ako wapi? India. Ako wapi? At the same, he has that capacity kidogo, but limited. Lakini Mungu ambaye tunazungumzia, God is everywhere. The God that we are talking about is everywhere. Msomaji, katika kitabu cha Zaburi 139 inasema namna gani? Mwandishi Zaburi alikuwa anajiuliza, akasema nini katika kuanzia verse 7 to 10. Zaburi 139 mstari wa 7 hadi mstari wa 10 inasema namna gani msomaji? Psalms 139, haraka masaa ni mbaya. Nani amefika hapo asome? Where can I go to escape from you? Where can I get away from your presence? Ndio? Umefika verse 10. If I go to heaven, you are there. Where does the dead live, sleep? In the tombs. Is there, down there, is there. Nikipaa niende kule mashariki na magharibi, hata magharibi huko. Kwamba Mungu ako kila mahali, is omnipresent. God is present everywhere. Comforting people, anawafariji watu, anawaongoza watu, anasustain watu, anaprovide kila kitu kwetu. He is present to hear the contrite heart. Hata wakati uko na moyo umebondeka, uko na huzuni, uko na majonzi, Mungu ako karibu na wewe kukusikiza na kukuongoza na kukutia nguvu, hata kama wewe ni mnyonge. Ndugu yangu, ni kwamba Mungu anapatikana katika soko, anapatikana katika matatu, anapatikana katika ndani ya basi, hata kwa bodaboda anapatikana. Wakati naongea na bodaboda na kutupia mistari kwa bodaboda, Mungu hapo pale. Yes, God is always there. Ukienda ujifiche katika lodging kule Bungoma, Mungu hapo pale. Ndio. Ukiingia kijijini ufanye kafara. Unajua Waluya tuko na kafara mingi, sio? Tuko na vitu tunafanya. Mtu akifa kuna vitu tunafanyaga, tunachinja vitu huko, tunanyunyiza vitu kwa kaburi. Si mnajua hiyo maneno? Wakati mama yangu alikufa 1995 kuna Dorcas speak hapo nilikwambia hii. Dada zake walikuwa wakikuja nyumbani wanatuambia, mama yetu amekuja anataka mfanyie 1 2 3 mfanyie ametuonekania. Nikawaambia, wewe mama, wewe auntie, na wewe si mama yangu alinizaa na hata akanipatia jina, alinibeba miezi 9. Unataka kuniambia anajua tu mahali nyinyi mko kule Kimoi na hawezi kujua mahali mimi niko? Alikuja anisalimie na niambie hii story mnasema. Hii story mnaleta, rudi huko mwambie kijana yako wa kwanza first of all Moses anagoja na hapo tayari kufanya hiyo vitu yote. Enda umuelezee. I'm waiting mpaka now. Mpaka leo nagojaga huyo mama akuje huko, sijawahi muona. Kwa hivyo dunia iko vitu, shetani anakuja anadanganya watu. God is present. Anaona hivi vitu. Nothing is too great for him to bear. Hakuna kitu kinamshinda Mungu. Hakuna mahali Mungu hawezi fika. He upholds the world. Anashikilia mbingu zote, sayari zote. Unaona hata asubuhi ukiamka jua inaamkia wapi? Jua inaamka wapi? Mashariki. Inalala wapi? Magharibi. Have you ever asked yourself, tangu uzaliwe inaendaga tu na hakuna siku imeanguka? Nani anashikilia? Ni Mungu.
God upholds, anashika dunia nyingi sana. Ushawahi jiuliza saa hizi tunaongea saa hizi ni saa ngapi? Saa 6:40, sio? Unajua Amerika ni saa ngapi? -8. Nafikiri si kama wameamka, ni kama wengine wameamka wale mapema. Bado ni giza huko, sio? Have you asked yourself how can we be here mchana sabato katikati ya wengine hawajaamka? God is omnipresent. Anatuona kila mahali. Kwa hiyo huwezi jificha. We cannot hide ourselves from God. Kulikuwa na msichana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Amina alikuwa msichana mdogo kule Garissa, na alikuwa anajisikia ako peke yake akisoma kule katika mji mmoja mpya. Na anasema hivi, na akasikia sauti Mungu akimwongelesha, akamwambia, Amina, I am here. I am with you. Na Mungu akamjibu maombi yake. Kwa hiyo Mungu anasikiza kila mmoja. Watu duniani tuko watu zaidi ya bilioni 8, lakini Mungu anasikia kila mmoja. He is omnipresent. Katika shida zako anakusikiza. Katika matatizo yako anakusikiza. Mimi nikiomba ananisikiza, wewe ukiomba, yule akiomba anatusikiza. He is omnipresent. Anapatikana kila mahali. Jambo la pili, God is all powerful. Omnipotent. All powerful. Ana nguvu nyingi, ana nguvu zote, ana uwezo wote. Kijana amesoma hapa, ametuambia hadithi ya nani? Wale msikiza hadithi ya kijana? Ulikuwa unasoma hadithi kijana? Mungu anafanya nini? Na akasoma kitabu gani? Yes. Alikuwa ameandaa hiyo masomo, na ndio mimi nilikuwa nimeandaa pia. God is all powerful. Katika Mathayo hii tulisoma, tulisomea 19:26 inasema, with God all things are possible. Nothing is impossible with God. Hata wakati mwingia hapa asubuhi ikaonekana things are impossible. Do you think they are impossible? They are not impossible. Si tunaendelea vizuri. God is all powerful. He is omnipotent. God's power is unlimited. Nguvu zake hazina kiwango, huwezi kumpatia kiwango Mungu. Inapita through restrictions zote. Mipaka yote nguvu za Mungu zinapita. Nguvu zake ni nzuri na asifinyi watu, hana upendeleo. Nguvu za Mungu hazina upendeleo, hazina mapendeleo, hapana. Anatupenda sisi wote. His power enables creation. Nguvu za Mungu zilifanya zikaumba vitu vyote. Nguvu za Mungu zikaokoa wana wa Israeli kutoka wapi? Misri. Nguvu za Mungu zina nguvu za kubadilisha watu, za kuokoa sisi kupitia kwa msalaba na kuturudisha kwake. Divine power is pledged to those who trust him. Kwamba Mungu ametuahidi nguvu zake, tukimtegemea hizo nguvu zitakuwa zetu. Nakumbuka story ya Danieli na wenzake wakatupa katika tundu la simba. What happened? Mungu ana uwezo wa kufunga vinywa vya simba na kubadilisha appetite ya wanyama. Badala ya kutaka kula nyama, wakaanza kupiga story na Danieli kule ndani. Wakati waliasha moto, wale vijana watatu, akina Abednego na Shadrach, wakatupa ndani ya moto. What happened? Mungu ana uwezo wa kufanya moto iweze kuwa ni kama mahali pa kujienjoy. Wakaenjoy kule, wakapiga story ndani ya moto. Wakati waliwasha mafuta, pipa la mafuta kuchemsha nani? Yohana. Alikuwa Yohana anaitwa nani? The Revelator. Yohana yule aliandika Revelation. Wakamtupa ndani ya mafuta yanachemka. Badala ya kumkaranga, akaenjoy mafuta na akatolewa pale akiwa sawa. Nguvu za Mungu ni za ajabu. Mungu anaweza kukusaidia katika shida zako za kifedha. Hata ukiwa una shida za kifedha, magonjwa, Mungu ana uwezo wa kukusaidia kuondoka. God is all powerful, omnipotent. Number 3. Our God is omniscient. All knowing. Anajua mambo yote. Hakuna kitu kina Mungu hajui. Ndio akasema kwamba
Ndio Paulo akaandika akasema, because the foolishness of God is wiser than men and the weakness of God is stronger than men. Kwamba unyonge wa Mungu, kile kitu unafikiria Mungu hajui, anajua. Kwa sababu hakuna kitu Mungu hajui, anajua mambo yote. Psalms akaandika katika Zaburi 147 mstari wa 5 akasema, God is our Lord, He is understanding. His understanding has no limit. Kwamba kuelewa kwa Mungu hakuna mipaka. Hakuna kitu kinamzuia Mungu kuelewa jambo lolote. He knows everything. Anajua mambo yote. Yale yalipita, yale yanaendelea sasa na yajayo in future. He knows our motives. Hata vile tumeketi hivi, Mungu anajua unafikiria nini. Do you know that God knows what you are thinking now? Yale mawazo unawaza saa hizi Mungu anayajua. Unajua kama Mungu anajua your future, yale yatakutendekea kesho na kesho kutwa na milele hata milele. Yes, God knows. Ndipo unaposoma katika kitabu cha Ufunuo chapter 1. Inasema God is the Alpha and Omega. Inasema I am the Alpha and the Omega. Kwamba Mungu ndio mwanzo. Katika mstari wa 8 inasema I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord. Na unaposoma Alpha katika Kigiriki, Alpha inamaanisha mwanzo ama mwanzo ambao hauna mwanzo. Mwisho ambao hauna nini? Mwisho. Which means God has no start and has no ending. He's Alpha and the Omega. His wisdom is perfect. Akili zake na hekima zake ziko perfect. Na yeye haangalii tu nje, anaangalia mpaka ndani. Nimesema kwamba unakumbuka story ya kutawala Daudi. Wakati Samueli aliambiwa atawale nani? Mfalme. Wanapita vijana wanono warefu wanapita, lakini akashandia hakuna kingine. Ndio wakasema kumbe Mungu anaangalia ndani ya roho. Nje ni obvious, ndio anaona, lakini ile ambayo sisi hatuwezi ona, Mungu anafanya nini? Anaona ndani. God understands the deepest needs of humanity. Anaelewa mahitaji ya ndani ambayo uko nayo sasa hivi. Labda umeketi unafikiria Januari ndio hii tutafanyaje? By the way, all of us are suffering. Hata mimi nimesimama hapa sijui Januari itaendaje. Sijui watoto wa shule itakuaje. Unafikiria, lakini Mungu tayari anafanya nini? Anajua. Tukimpelekea shida zetu atatutatulia. Our heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, of which we know nothing. Kitabu cha Isaiah of Ages 23:30 kinazungumzia kwamba Mungu wetu aishiye mbinguni ana njia, maelfu ya njia ya kutushughulikia mahitaji yetu ambayo sisi hatuwezi kujua. Wakati walimu wanamaki mtihani, wanamaki tu ile mwanafunzi ameandika, sio? Hata kompyuta ile watoto walifanya juzi mitihani, ilikuwa na maki tu ile watoto wameandika, lakini hawezi kujua ni nini mtoto angeandika. Alijua angeandika lakini hakuandika, hiyo hawezi kujua. Hata mwalimu wale wa teachers hapo unaweza kujua ile kile mtoto angeandika na angeandika na hakuandika katika karatasi mark. You cannot. But God knows. Anasoma mpaka ndani kabisa. Anaangalia mpaka ndani mpaka ndani. Jambo lingine ni kwamba Mungu ambaye tunamwabudu, he is omnibenevolent. Omnibenevolent tunasema namna gani? He is all good. Mungu wetu ni Mungu mzuri kabisa. God's goodness is constant and unchanging. Upendo wa Mungu haubadiliki. Sisi tunabadilika, lakini yeye anasimama na upendo wake. Habadiliki. He is God today, yesterday, today and tomorrow. Uzuri wa Mungu unaonekana katika upendo wake, katika neema zake, katika upendo wake na huruma zake, na vile anatushughulikia kila mtu. Wakati Mungu ananyesha mvua hapa, ananyeshanga mvua ya Waseventh. Hapo masiki Mungu ananyesha mvua ya Waseventh.
Mahali mimi naishi mvua inanyeshaga kila mtu. Jirani hata kama ni aina gani baada inanyesha bwana. That's how God is. Sisi huyo jirani tu ndiye amemwacha Mungu, lakini Mungu wako pamoja na yeye. Mungu ametupatia fursa. Kila mtu unique opportunity. Kila mtu ako na unique opportunity. Ako na fursa maalum ya kutambua uzuri wa Mungu. Even when it seems unfair. Unajua tunaweza sisi tunamwabudu Mungu kila siku kanisani, tunatoa, tunafanya, na mbona tunakuwa wagonjwa? Mbona hatupati, tunakosa school fees? Mbona tunakosa 1 2 3? Mbona tunafiwa? Tunaweza fikiria God is unfair. God's goodness prevails. God's love, His nature, His law is love. God is love. His nature and His law is love. Kutoka A mpaka Z, God is love. Mungu wetu ni mwenye upendo kabisa. Kwa hivyo ndugu mpenzi, kwamba Mungu ni wa ajabu. Our God is sovereign. Sovereign kusema namna gani? Ana nguvu na mamlaka yote. Our God is sovereign. Our God is in heaven. He does whatever he pleases. Mwandishi Zaburi katika Zaburi 115 mstari wa 3, nimesoma namna gani somaji? Zaburi 115 mstari wa 3. Mungu wetu ni wa aina gani? Mwandishi anasema namna gani msomaji? Psalms 115 verse 3. Nani amefika hapo? Psalms 115 verse 3. verse 3. Our God is in heaven, is in the heavens. He does whatever he pleases. Our God is in heaven, he does whatever he pleases. Mungu wetu ni sovereign, ana mamlaka yote. Anaweza tenda kila anapenda. God rules over nations, anatawala mataifa yote. Anatawala kila mahali. Hata anaingia katika ufalme. Wakati wa Esther aliingia mpaka katika palace na akanena na mfalme. God is the God of God, Lord of Lords, King of Kings. Na anaona kuanzia mwanzo mpaka mwisho, from beginning to the end of our life. Anashinda wafalme wote wa mbinguni. Jambo lingine ni kwamba God ni wa ajabu. Nataka kufanya summary nikisema hivi kwamba Mungu inabidi tuweze kumwamini Mungu, kumtumaini Mungu. Tumtegemee nguvu za Mungu kila wakati. Tutafute hekima ya Mungu kwa sababu yeye ana hekima zote. Tuweze kutulia katika uzuri wake kila wakati. Hata tukipitia katika shida zote, tuweze kujitoa kwake kwa sababu yeye ana mamlaka yote. I want today all of us to keep our wants, mahitaji yetu, furaha zetu, huzuni zetu, tuweze kuweka katika mikono ya Mungu. Let's put it in God's care, in the care of God's hand. Tuweke uoga wetu, huzuni zetu zote mbele ya nani? Ya Mungu, kwa sababu ni Mungu wa ajabu. Kwa sababu yeye ndiye mfinyanzi wetu. Mfinyanzi ndiye anajua jinsi chungu kimetengenezwa. Anaweza akavunja na akatengeneza tena. Ana uwezo huo. Kwa hivyo mchana wa leo nikimalizia, ningependa kusema hili kwamba Mungu ni Mungu, ako kila mahali. Anajua yote, ana uwezo wote, na ana nguvu zote, na anaelewa yote. Ningependa kuuliza mpenzi wetu, msikilizaji mpendwa ambaye unanisikiliza leo. Je, katika haya mambo tumeongea kuhusu Mungu, attributes za Mungu tumetaja, je, ni gani ambayo inaongea nawe zaidi? Ni gani ambayo ina relate nayo sana kuliko zingine? Kwa sababu Mungu ni wa ajabu. Ni katika mambo haya tumeongea matano, ni gani ambayo ungependa kutrust Mungu nayo sana? Je, kumjua Mungu na kujua tabia zake, character zake ambazo tumetaja hapo, inawezaje kubadilisha njia ya maombi katika maisha yako?
Inawezaje kupatia matumaini ukijua kwamba Mungu ako powerful, ukijua kwamba Mungu ako kila mahali? Itakusaidia nini namna gani katika maisha yako, katika mienendo yako? Ukijua kwamba kila mahali nikijificha huko Mungu wako, nikiingia hapo Mungu wako, itaweza kukusaidia namna gani katika maisha yako ya kiroho? Mwito wangu jioni ya leo ni kwamba Mungu ako na nguvu zote, is infinitely powerful. Our God is infinitely loving. Our God is infinitely powerful and loving. Mungu wetu ana nguvu nyingi na ana upendo mwingi, anatupenda zote. Will you choose to trust him more deeply today? Je, ungependa kutegemea Mungu wako kwa kujua unique opportunity, fursa hii ambayo amekupatia leo, kwa sababu ya kesho haujui. Kuna watu wengi wanasafiri kutoka Nairobi juzi wakifikiri watakula Christmas wapi? Manyumbani na wapendo wao. Unafikiri wote walifika? Hawakufika wote. Hata vile tunaongea leo, na wetu wanafikiria wataruka mwaka 2027. Unafikiri ni sote tutaruka? La hasha. Unique opportunities, Mungu ametupatia fursa ya kumchagua. Jioni ya leo nikimalizia, ningependa kusema hivi: ni wangapi kati yetu wanasema Mungu anisaidie niweze kutumia nafasi hii, fursa hii ambayo amenipatia kuishi maisha ambayo yanampendeza? Tuweze kusimama, tuweze kupata, tuweze kuomba. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo. Umetupatia fursa kuishi kuona siku ya leo. Ni fursa ya kipekee, ni fursa maalum, ni fursa adimu. Hatuna mamlaka kwa ajili ya maisha yetu, lakini tumesoma kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu, all powerful. You are omniscient, omnipresent, you are omnipotent, omnibenevolent. Father, we just want to come before you this afternoon. We dedicate our life, tunajitoa kwako. Uendelee kutuhurumia na kutuandaa maisha yetu kwa ajili ya ufalme wako. Kesho hatujui, lakini leo tunajiweka wakfu mkononi mwako, kwamba utusamehe dhambi zetu, utukubali katika ufalme wako, hata jinsi tulivyo wanyonge na magonjwa tuko nayo, maovu tumetenda, unyonge tuko nao. Tunakuja mbele yako jioni ya leo, tunaomba kwamba Kristo utupokee. Tutasifu jina lako. Ni katika Kristo tunaomba na kuamini. Amen.